kwa namna ya pekee kuwakilisha nia zetu kwa Baba yetu wa mbinguni, Mungu muumba wetu, mkombozi wetu, mtakasaji wetu, tumaini letu la kudumu la milele, ni misa takatifu, ni sala kamili. Ndio maana tunashauriwa daima, unapokuwa na nia yako binafsi ya familia, unapaswa kuomba misa. Ni sala ambayo ni Mungu mwenyewe kupitia nafsi yake ya pili anaipokea kama sala kamilifu iliyotimilika. Ni sala ambayo haina mapungufu, sababu ni sala ya yeye mwenyewe kujitoa kwa ajili yetu, Mungu mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo wapendwa, baada ya misa hii hatuna budi kuelezea mengine ya ziada ambayo maaskofu wameniomba ni wataarifu, kwamba wanamshukuru sana Padri Chesko na shirika lake. Na kwa nini tumeanza na Padri Chesko? Kwa sababu alipoombwa na shirika lilipoombwa, yeye ndio alianza kusema ndio, niko tayari kwenda kutumikia baraza. Ndio maana tunaanza na yeye, lakini na shirika lake lilipokuwa tayari kumruhusu. Kwa hiyo padri, utufikishie salamu za maaskofu kwa shirika, lakini pia maaskofu wanakushukuru sana. Baba Rais wa baraza tulimtaarifu rasmi kwamba sekretarieti wafanyakazi wanamuaga mwenzao leo tarehe 19 mwezi huu wa 12 mwaka 2025. Padri Chesko anahitimisha utumishi wake wa hapa na kwenda kwenye utumishi mwingine. Akasema basi tarehe 14 mwezi wa 11 walipokuwa kwenye kuhitimisha kikao chao cha plenary, kikao cha baraza cha mwaka cha mwezi wa Novemba, walitambua mchango wa baba padri na wakamshukuru kwa utumishi wake mzuri na kumtakia ufanisi kule aendako. Akasema daima unatumwa padri, kama unavyojua kwenye kanisa hatujipeleki na wala hatuombi kazi, ila huwa tunatumwa. Kwa hivi unatumwa tena kwenda kuendeleza kazi za Yesu huko makao makuu ya kanisa Roma na makao makuu ya shirika lako kiulimwengu kule Roma. Kwa hivi wanakushukuru sana na wanakutakia mema. Hawakunipa kitu kizito ni kukabidhi, ila wamekuahidia sala zao. Unajua tena ingekuwa huko sehemu nyingine ungeweza kupewa kaburungutu kidogo, lakini sasa unalijua kanisa lenyewe hapa, wafanyakazi wetu wenyewe hapa hawajapata nyongeza mshahara mwaka huu. Sasa watatoa wapi? Au mnasemaje jamani? Mbona mmenuna? Basi Father, pokea shukrani za mababa zetu maaskofu. Tumshukuru Mungu. Ni wazi kama tulivyoeleza, mtasikia mengi zaidi kule ukumbini, lakini Baba Chesko ametumikia kanisa vizuri sana Tanzania, na tunamshukuru Mungu. Tunampeleka balozi Vatican, tunampeleka balozi Italia, tunampeleka balozi katika kanisa ulimwengu. Atakapokuwa anaenda kutembelea shirika lake na mapadri wenzake, kukagua utendaji wa kanisa Marekani, kule Latin America, Asia, huko India, Ureno, sijui wapi huko Poland na kadhalika, watakuwa nasema huyu anatoka wapi? Alafu yeye kidogo ana sura kama mzungu hivi eti lakini anakaa weusi fulani cha Kiafrika eti lakini padri kweli ana mchanganyiko kidogo. Unajua baada ya wazungu kuja huko, kuna ndugu yao moja basi aliolewa na mzungu, basi ndio hivyo katika mabibi zake huko ndio ilitokea hiyo. Unaonaje hali hiyo? Ndio maana padri ana uzungu kidogo, sio kwamba ni zeruzeru, hapana, ni mzungu kabisa huyo, ana uzungu fulani na ameshafuatilia lakini sasa unajua ule uko huko upande wa mama, uko upande wa baba, ndio maana anaitwa Msaga, lakini huenda angechukua jina la kule basi ingekuwa jina lingine. Mimi mama mdogo wake alikuwa mwalimu wangu shule ya msingi, kwa namfahamu vizuri sana Kwa hivi asili yao upande wa mama yule
yule babu yule alitokea Ujerumani. Wale masetla wale wakati ule mwaka 1800 na kitu uko naongea. Kwa hivi baba padri utakapokuwa ukizunguka huko watasema huyu wa wapi? Tanzania huyu. Kwa hiyo naenda baba kupeperusha bendera ya Tanzania. Waambie wana wa mataifa Yesu alifika Tanzania na ameanzisha taifa lake lenye nguvu linalomtangaza yeye kwa nguvu kubwa. Kwa hivi ujivunie nchi yako popote utakapoenda, na utakapoona umuhimu wowote uje uchukue tena watao wengine, na wengine wafanya kazi wakaenda wakafanye kazi huko kwingine. Kwa hivi ukawe balozi wetu huko baba. Kwa hiyo tunamtuma mwenzetu toka kanisa la Tanzania kwenda huko. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Tumpigie baba makofi pia. Kingine ambacho ni cha muhimu kwa padri ni historia yake binafsi. Mtaisikia itakapokuwa ikielezwa huko kukumbini, lakini hapa mbele ya madhabahu ya Bwana tushukuru kwamba padri pia amejituma sana kujiendeleza katika kuweza kuboresha utendaji wake ndani ya kanisa. Kama mnavyomfahamu, ameshafanya kazi nyingi kama tulivyoeleza, kiwa jimboni Dodoma naibu wa askofu kwa miaka 18, lakini ndani humo mkuu wa shirika, ndani humo na majukumu mengine amefanya katika vyombo vya habari. Yeye kwa taaluma amesomea mambo ya mawasiliano na uandishi wa habari, ndio ameanzisha ile Radio Mwangaza. Mnaifahamu, ukienda Dodoma kuna radio inaitwa Radio Mwangaza. Mwanzilishi ni huyu hapa. Sio makofi hayo yanahitajika? Asante sana padre. Lakini ni mtu ambaye ana diplomasia pia, ana diplomasia nzuri, anafanya kazi vizuri na viongozi viongozi wa aina zote wa serikali. Sisi wengine tuko kama lakini walau mwenzetu ana diplomasia kizuri, anajitahidi kwa kweli. Na hili tunakushukuru sana baba, ukaendelee na diplomasia huko uendako, ukawe balozi mzuri katika utendaji wa hayo.